Ni mgomo wa madereva wa magari madogo ya kubeba abiria ambayo yanafanya safari zake kutoka hapa katika wilaya ya Bariadi kuelekea katika mji wa Ramadi ulioko wilaya ya Busega, lakini pia kuelekea katika wilaya ya Maswa na wilaya ya Itilima. Madereva hawa wanaeleza kuwa chanzo cha mgomo huu ni ukiukwaji wa makubaliano baina yao pamoja na uongozi wa halmashauri juu ya upakiaji wa abiria katikati ya mji wa Bariadi. Lakini leo hii kuanzia juzi wanaanza kutukamata, wanatuambia tukachanganye mure Somanda hizi daradara na basi ambazo zinaenda Mwanza zinachukua abiria wa 1000, wa 2000, wa 3000. Gari inatoka Kame inaenda Bunda, inaenda Msoma, inabeba abiria 1000, wa 2000. Je, sisi hizi daradara tunalipa mapato, tunalipa ushuru, tunalipa ratura, tutaziendeshaje? Sisi kiaro yetu kubwa ni watupe eneo mjini ambalo ni stendi ambayo inaitwa ya daradara. Bunda ni wilaya ndogo ina stendi 2. Leo Bariadi ni mkoa mzima wanatuambia tuchanganye daradara na basi zinazoenda Dar, zinaenda Kahama, zinaenda Shinyanga, zinaenda Msoma, Mwanza. Tafanya biashara gani hiyo sisi? Hii hatua ilitokea mwaka jana, changamoto kama hii. Tukakaa kikao, tukakubaliana na halmashauri, wakatuambia tupakilie kuna eneo hapo mbele kwenye benki ya CRDB kwa pembeni kuna eneo ambalo ulipo la kuegesha magari. Tupakilie hapo gari moja moja bila kuweka jamu wa magari. Lakini tulivyoanza kupakilia pale, tumepakilia takriban kama muda wa mwaka mzima. Lakini juzi hapa wameamka tu kukamata magari ovyo kama kipindi kile walivyokuwa wanakamata. Wamekamata magari wamepeleka kituoni. Wanaandika faini ya 2.5. 2.5 ya magari yanatoka wapi? Inatoka wapi? Kwa halia sasa hivi. Wao walikuwa wameshatuahidi kwamba sheria zikigeuka au mikakati ikigeuka watatukaliza watatuita tuzungumuze ili watupe eneo la kuweza kufanyaje kupakilia, maana awali walitupa ile eneo. Sasa hivi wamekuja wameanza kukamata magari bila kutuita. Sasa tunashindwa kuelewa. Kutokana na mgogoro huu wa madereva pamoja na halmashauri, mkuu wa wilaya ya Bariadi ameitisha kikao cha dharura ambacho kimefanyika hapa katika ofisi za CCM wilaya ya Bariadi, ambapo katika kikao hiki ametoa maamuzi ya serikali, maamuzi ambayo madereva hawa wameyakataa na kusema kuwa wataendeleza mgomo hadi pale ambapo malalamiko yao yataweza kufanyiwa kazi. Sasa baada ya kuona kwamba wameitisha mgomo, gari zilizokamatwa ni 2, lakini wameamua kugoma wote kutengeneza shinikizo kwamba serikali ifuate kile wanachotaka wao kwa kipindi cha miaka 5. Sasa hatuwezi kwenda hivyo. Kwa maelekezo mimi niliotoa, nimetumia hekima tu na busara. Magari ambayo yalikuwa yanashikiliwa yaachiwe. Nimewaelekeza wenzangu watayachia hayo magari wakachukue magari yao. Lakini tunawataka kutekeleza sheria ambacho unawasikia wanalalamikia hawataki. Bylaws ndani ya halmashauri ya mji wa Bariadi zitekelezwe. Hakuna serikali hiyo duniani. Kama tutaona hawataki kutii sheria kwa kipindi chote walichokataa, na kama wataendelea basi tutakuwa tuna namna ni kufuta tu vibali ambavyo wamepewa ili hayo magari yasajiliwe upya. Nadhani ndiko tutakakoelekea. Kwangu mimi binafsi kwa msimamo wake anaoonyesha, mimi sikubaliani nao. Ni bora nikaenda LATRA wakanitolea ile LATRA yao, nikafanya shughuli zangu nyingine. Na ameshatoa maamuzi na sisi na maamuzi yetu hatutaingia Somanda. Ana hapa gari hazitoki. Mpaka waje atoe mwenyewe kwamba kama ametupa ruhusa kupakilia mjini ndio gari zitatoka hapa. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.